Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, huu ukiwa ni mwaka wa 2026, mwezi Februari. Mwaka huu tunayo mada kuu inayosema Baba yetu anajali. Na katika mada ndogo kwa mwezi huu, tunaangazia mada isemayo maisha yangu leo. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu keti mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya sisi sote ambao tunajifunza neno hili siku ya leo. Sisi sote tunajikabidhi kwake. Baba yetu wa mbinguni, katutakase, katusafishe, katuoshe dhambi zetu zote, ukatufanye kuwa watoto wako wa kiume na wa kike wanaolitukuza na kulifanya jina lako litukuzwe. Siku hii ya leo tunapoenda kujifunza mada hii, tembea pamoja nasi, tufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo, na zaidi sana ukawe pamoja nasi kila wakati. Maombi yetu yanapokuja kwako, dua zetu zinapokuja kwako, sala zetu zinapokuja kwako, uzijibu sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu, amina. Leo ni Februari 9, tukiangazia mada inayosema kukua katika neema huanzia nyumbani. Mada ya leo imejengeka katika kitabu cha Zaburi ya 84 aya ya kwanza. Maandiko matakatifu yanasema, kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, Bwana atatoa neema na utukufu, hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Kuna wengi ambao hawakui katika neema kwa sababu wanashindwa kukuza dini nyumbani. Wanafamilia wanapaswa kuonesha kwamba wanamiliki daima nguvu waliopokea toka kwa Yesu. Wanapaswa kufanya vizuri zaidi katika kila tabia na utendaji, hivyo kuonesha kwamba wanatunza daima mbele yao kile inachomaanisha kuwa Mkristo. Wale ambao ni Wakristo nyumbani watakuwa Wakristo kanisani na ulimwenguni. Neema inaweza kusitawi tu ndani ya moyo ambao unaandaliwa kila wakati kwa ajili ya mbegu za thamani za ukweli. Miiba ya dhambi itakuwa katika kila udongo. Haihitaji kuoteshwa, lakini neema lazima ipaliliwe kwa uangalifu. Michongoma na miiba huwa tayari kuchipua, na kazi ya utakaso ni lazima isonge mbele daima. Kile ambacho kitaifanya tabia kuwa ya kuvutia nyumbani ndio kile ambacho kitaifanya kuwa ya kupendeza katika makao ya mbinguni. Ikiwa unataka kuwa nuru ya ulimwengu, nuru hiyo lazima iangaze kwanza nyumbani mwako. Hapa unatakiwa kuwa kielelezo cha neema ya Kristo, kuwa mtu wa kupendeka, mvumilivu, mkarimu, lakini aliyethabiti. Unahitaji kutafuta kwa bidii ukuzaji wa juu wa akili na roho. Kama mtoto wa Mungu mnyenyekevu, jifunze katika shule ya Kristo. Tafuta daima kuendeleza nguvu zako ili kwamba uweze kufanya kazi sahihi na iliyo kamilifu kwa kanuni na kuwa kielelezo. Hebu nuru ya neema ya mbinguni ing'arishe tabia yako ili kwamba paweze kuwepo na miale ya jua nyumbani. Kipimo cha Ukristo wako kinapimwa kwa tabia ya maisha ya nyumbani kwako. Neema ya Yesu inamwezesha aliye nayo
kupafanya nyumbani kuwa mahali pa furaha, pakijawa na amani na utulivu. Hii ni Februari 9, mada ikisema kukua katika neema huanzia nyumbani. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Popote na Yesu nina furaha, anitumapo Yesu ndio raha, asipokuwapo hapanifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.